Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niliye mbele yenu ni Maalim Abdul Karim, na kama kawaida tunaendelea na mafundisho yetu. Tunaendelea kuelimisha watu katika namna za aina mbalimbali, ama katika njia za aina mbalimbali, katika mifumo ya aina mbalimbali. Kuna watu wanapata mali, kuna watu wanapata kuondokana na changamoto za maradhi kwa kufuatilia masomo yetu na wakaweza kuyafanyia kazi. Na leo Maalim Abdul Karim niko mbele yenu kwa lengo na dhumuni la kuweza kufasiri ndoto ya mtu ambaye anaota wakati wa usiku akiwa amelala. Anaota yeye amekuwa mrembo, aliyakuwa yeye si ana muonekano huo. Yani wewe pengine Mwenyezi Mungu alivyokadiria sura yako ni sura ambayo haina mvuto, lakini unapolala kwenye ndoto unajiona umekuwa mzuri kimuonekano. Nini maana yake? Nini fasili yake juu ya mtu ambaye anaota hali halisi ya muonekano wake umebadilika katika ndoto, yani usingizini. Mfano ulikuwa mnene sana mpaka huo unene wako unakuchukiza. Unapolala wakati wa usiku unaota kwamba umekuwa katika umbile la tofauti. Nini maana yake? Basi usiache kuendelea kusubscribe. Ni wenu Maalim Abdul Karim, na kwa changamoto za aina mbalimbali mtupigie kwa namba ambazo zinapita katika screen yako, tuweze kusaidia katika changamoto yoyote inayokukabili kokote kule uliko. Sasa tunakwenda katika nukta ya kwanza. Ni vipi basi mtu anaota ndoto akiwa ana muonekano yani muonekano wake halisia ni muonekano mbaya, lakini anapolala usingizini anapata ndoto muonekano wake umekuwa mzuri. Inajulisha basi ni nini? Mtu huyu kama alikuwa kaajiriwa, yani alikuwa kaajiriwa ima katika kampuni ama kaajiriwa katika sehemu yoyote ile, ama katika tunasema sekta binafsi na vitu vingine. Ikiwa wewe umeajiriwa unafanya kazi ya kulipwa mshahara na ukawa umepata ndoto kama hii, kwamba ndoto uliyoipata kwamba inaonyesha hali halisi ya muonekano wako, kwamba umebadilika tofauti na uhalisi wako, tofauti na halisia yako, yani ule muonekano wako wa kiuhalisi zaidi umekuwa ni tofauti na vile ulivyojiona ulipolala usingizini. Kwa maana ulipolala usingizini umejiota, yani umeota wewe kwamba muonekano wako umekuwa ni mzuri zaidi. Sasa kama wewe umeajiriwa na umeota ndoto hii, basi fahamu kwamba utapandishiwa mshahara. Fahamu kwamba mshahara wako unakwenda kubadilika. Na kama wewe ulikuwa una nafasi kubwa ama ulikuwa na nafasi ya kumkaribia bosi, basi fahamu kwamba kutatokea mabadiliko katika kampuni, na hivyo wewe utakuwa msimamizi wa kampuni hiyo. Sasa ndoto zinakuwa zina mkanganyiko kidogo. Kuna wengine ambaye pengine yeye yupo katika huzuni, yani yupo katika huzuni. Mfano mtu kafiwa na mke ama mume. Sasa anapokuwa amelala usingizini akaota kwamba muonekano wake umebadilika tofauti na awali jinsi halisi ilivyo. Manake mtu huyu anajulishwa kwamba siku zijazo basi atapata faraja, atapata amani, atapata upendo, atapata pumziko la kumfariji. Mtu ambaye anaota ndoto kama hii kwamba yeye aliyakuwa mazingira yake amekuwa katika mazingira magumu, ima mazingira kupatwa na msiba, hasa ya watu wake wa karibu, ikiwemo rafiki yake wa karibu zaidi ambaye ni mke ama mume. Basi ukiota kama hivyo usiku, umeota umekuwa ni mzuri, pengine wewe ulikuwa kidogo umri wako umeshasogea, lakini unaota ukiwa katika umbile la ukijana, yani wewe ni kijana, basi unapata ndoto kama hii, manake unafasiriwa kwamba bado Mwenyezi Mungu ana neema yako, bado kuna neema zako nzuri zinazokuja, na bado muda mchache utapata mabadiliko makubwa, ambao mabadiliko hayo yataweza kuleta furaha katika maisha yako. Yataleta furaha katika maisha yako. Naam, tunaendelea katika nukta nyingine kwa wale ndugu zetu ambao bado wao wanaota ndoto za kulala usingizini. Wanapolala wanapata ujumbe kwamba muonekano wao umekuwa tofauti na awali. Kuna watu sura zao zinatisha, lakini anapolala usiku anaota amekuwa handsome. Kama ni mwanaume amekuwa handsome, kama ni mwanamke anakuwa mrembo sana. Anakuwa ni beautiful.
mwenye muonekano mzuri, sura nzuri. Ulikuwa na sura ina mabonde mabonde, umelala unaota kwamba sura yako imekuwa baby face, yani sura yenye muonekano mzuri. Manake inafasiri ikiwa mwanamke huyu aliyeota ndoto ya namna hii kwamba yeye sura yake ya halisi ni sura mbaya, basi akalala usiku akapata kuota ndoto sura yake imekuwa nzuri, anajulishwa mwanamke huyu sio muda mrefu atapata msaada. Muda si mrefu atapata msaada katika maisha yake, na msaada huo utakuwa ni wenye mwongozo, msaada huo utakuwa ni wenye msimamo, msaada utakuwa ni wenye msimamo wa maisha yake. Msaada huo utaamua hatima ya maisha yake. Kwa hivyo ni ndoto nzuri sana, ni ndoto nzuri sana kwa mtu ambaye anaweza kawa amepata ujumbe wa namna hiyo. Na kadhalika katika nukta nyingine hivyo hivyo, kuna wanaume ambao muonekano wao ni mbaya, hawana muonekano mzuri. Sasa umelala usingizini ukapata muonekano umebadilika, unaonekana kuwa ni handsome. Sasa unafahamishwa kwamba changamoto unazokutana nazo usikate tamaa, kwani kuna mabadiliko yanakuja siku zijazo, na mabadiliko hayo yataamua kesho yako. Mabadiliko hayo yataamua kesho yako kwa kile ambacho unakihangaikia, kwa kile ambacho unakipambania. Basi itakuwa ni vema tuweze kuzingatia ndoto zetu, tusitupe ndoto zetu. Naendelea kusisitiza, ndoto usitupe, zingatia ndoto yako kwa kiwango kikubwa sana. Tunza ndoto yako, ihifadhi ndoto yako, kuwa na kumbukumbu na ndoto yako. Na tulishawahi kusema kwamba kuna watu ambao wanaota lakini hawakumbuki. Ukiwa unaota wewe ukumbuki, manake inatakiwa uweze kuwaona maalim, waweze kusomea dua, uweze kupata makombe, uweze kupata dawa maalum ili uweze kufungukana. Ni jambo baya kwa sababu ndoto Mwenyezi Mungu anazungumza na sisi kupitia ndoto. Sasa unapaswa wewe kuwa na kumbukumbu na ujumbe unaoupata, kwani ujumbe huo ni muhimu sana kwa maisha yako yanayokuja. Basi msiache kuendelea kusubscribe. Ni wenu Maalim Abdul Karim. Tutakutana katika vipindi vijazo, vipindi vinavyokuja, tutakutana hapo. Na usiache kudondosha comment kama una ndoto ambayo inakutatiza, basi tuelekeze katika comment, tutaweza kukufasiria ndoto yako kokote kule uliko. Tunasema huduma zetu zinakwenda mbali. Usisite, namba zetu hizo zinapita katika screen, utatutafuta, tutaweza kukusaidia kwa jambo lako lolote lile. Bye bye, asanteni sana.